Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kufahamishana kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunazama zaidi kwa njia ya kuweza kufanya uchambuzi wa kina, kupata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta baadhi ya faida kama zipi kwa wananchi wa kawaida nchini Tanzania, ama kinatusababishia madhara ya kiasi gani kama wananchi wa kawaida. Msikilizaji, taarifa ninazozipokea msikilizaji ni kuhusu hali ya wizi ambayo imekuwa ikisababishwa kutokana na uuzaji wa mafuta nchini Tanzania. Ndio maana kumekuwa na hali ya kusuasua kwa bei ya mafuta. Kumeweza kutajwa watu ambao wanafaidi kutokana na faida zinazotokana na bei ya mafuta nchini Tanzania, huku akiweza kutajwa Abdul ambaye ni mtoto wa Samia kama beneficiary ama mtu ambaye anafaidi sana kutokana na kukarabatiwa kwa bei hizi za mafuta, na anapokea kiasi cha bilioni 650 kama faida inayotokana na mafuta yanayouzwa nchini Tanzania. Taarifa hii msikilizaji ninayoipokea inasema kwamba Samia na Abdul wanatuibia shilingi wanatuibia shilingi 544 kwa lita. Ushahidi wa bei ya mafuta ya juu duniani. Hebu nikusomee taarifa hii msikilizaji, kisha tutaweza kuzama zaidi kuweza kuelewa kwamba kinachotokea hapa ni kipi. Watanzania wanalipa mafuta ghali kuliko nchi yoyote duniani, licha ya kuwa na bandari bora zaidi Afrika Mashariki. Hii ni wizi wa utaratibu. Tanzania inalipa zaidi ingawa ina faida kubwa. Kwa mujibu wa uchambuzi wa kimataifa wa bei ya mafuta Mei mwaka 2026, nchi bei kwa tani za kidola tofauti na Amsterdam. Amsterdam ni $1.18 benchmark. Kwa hivyo Tanzania inalipa $410 kwa tani zaidi ya Durban ya Msumbiji, nchi ambazo zina gharama kubwa zaidi za usafirishaji, gharama kubwa zaidi za kusafirisha mafuta kuliko Tanzania. Kwa hivyo Tanzania inapaswa kulipa pesa kidogo kwa sababu haina gharama kubwa ya kusafirisha kama nchi hizi za Durban ambazo zinakuwa zina gharama kubwa ya kusafirisha, lakini wanayauza mafuta kwa bei ambayo ni nafuu zaidi katika mataifa yao. Nitakuwekea msikilizaji hesabu hizi uweze kuziangalia ama uweze kuzipitia ili uweze kuelewa kila ambacho ninakizungumzia. Lakini ushahidi wa wizi, faida ya bandari inapotumiwa vibaya. Taarifa hii inasema hivi: bandari ya Dar es Salaam ina uwezo wa kupokea meli kubwa za LR2, meli zenye uwezo wa kubeba mafuta mara 2 ya meli za MR zinazotumika Durban na Msumbiji. Hii inapaswa kuipa Tanzania faida kubwa. Gharama ya usafirishaji, LR2 kutoka Ghuba ya Arabia hadi Dar es Salaam ni dola bilioni 3. MR kutoka Ghuba hadi Durban ni dola bilioni 7. Tanzania inapaswa kuwa na faida ya bilioni 4. Uchumi wa kiwango cha LR2 inabeba tani 75,000 za mafuta. Gharama kwa tani ni ndogo sana kuliko MR yenye uwezo wa kubeba nusu ya tani hizo. Kwa hivyo kama hii inabeba 75,000, hii MR inaweza kubeba 35 ama 32 unusu pale. Kwa mantiki ya jiografia na gharama za usafirishaji, Tanzania inapaswa kulipa
chini ya dola 1230, sio 1645. Tofauti ni dola 410. Hiyo ni pesa inayotolewa mfukoni mwa Watanzania. Mbinu za ukiukwaji: bei ya M2 na M3 inaibia Tanzania. Katika mikataba ya ununuzi wa mafuta, kiwango cha kimataifa ni M1, bei inayohesabiwa kulingana na mwezi mmoja kabla ya usafirishaji. Hii ni desturi haki inayoakisi hali halisi ya soko. Lakini Vital ya TPDC wametumia M2 na M3, bei inayohesabiwa miezi miwili au mitatu kabla ya usafirishaji, katika hali ya soko la backward nation. Bei za sasa ziko juu kuliko za baadaye. Hii ni mbinu ya kiuwazi ya kuibia Tanzania, kwamba bei za sasa ziko juu kuliko za baadaye. Yaani ni mbinu wanaoitumia kuibia Watanzania sasa hivi. Kuna hii Vital TDC. Okay, backward nation ya April na June ilifikia dola 90 kati ya mwezi wa mkataba wa mwezi wa usafirishaji. Kila dola ya backward nation hii inakwenda moja kwa moja mfukoni mwa Vital na TPDC. Mafuta ya ndege yalipatiwa mzigo wa ziada. Bei iliwekwa dola 25 juu ya soko, na mwezi wa kuhesabia bei ukisongezwa nyuma zaidi. Tanzania imelipa backward nation mara 2. Sio kama unanifuata msikilizaji. Tanzania inalipa shilingi 544 kwa kila lita. Kwa hesabu rahisi, bei ya kimataifa ya mafuta ni karibu dola 1, dola 1180 pale Amsterdam. Tanzania inalipa dola 1645. Tofauti ni 465. Tani moja ya mafuta ina lita takribani 1250. Tofauti kwa lita ni dola 465. Haya jumlisha na 1250 kwa kila kitu ama kwa kila lita. Sasa kulingana na kiwango cha ubadilishaji, dola 2400, hesabu hii inaweza kukaribia shilingi 544 kwa lita, kuzingatia tofauti halisi kati ya bei ya Durban na Tanzania. Watanzania wanakuwa wanalipa shilingi 544 kwa lita zaidi ya wanachopaswa kulipa. Sasa nani anafaidi na wamiliki